Naitwa Azina Mkanza. Hapa tuko Marangu. Aliyefariki alikuwa ni mwenzetu, rafiki yetu, tunafanya naye kazi. Pia alikuwa ni kijana mstaarabu, mtulivu, alikuwa hana shida. Alikuwa hana shida na mtu. Sisi tulisikia alifariki kwa kupigwa. Tulisikia alifariki kwa kupigwa Jumapili kuamkia Jumatatu usiku. Na pia waliompiga ni watu wanaofahamika. Ni watu wa hapa wanafahamika. Na chanzo umesikia nini? Chanzo tulisikia tu ni ugomvi, walikuwa wanagombana, baada ya hapo ndo wakampiga mpaka akafa. Na waliiba viatu? Waliiba viatu, inavyosemekana walichukua viatu na simu. Mimi naitwa Innocent Shirima, ni diwani wa kata ya Marangu Mashariki. Kwanza niwashukuru sana waandishi wa habari hususan Ayo TV kwa kutenga muda wenu na kuja kufika kwenye eneo letu la Marangu. Na hapa tulipo ni kijiji cha Harisi, eneo la Mlandeni. Ni eneo ambalo pametokea tukio ambalo ni kwa kweli la kusikitisha, limeacha simanzi kwenye kijiji chetu na kwenye kitongoji chetu. Hii ni baa inaitwa Bampia, na siku mbili zilizopita kulitokea tukio la vijana kugombana usiku na kupelekea kijana mmoja kuuawa. Na katika hilo bahati nzuri wananchi waliweza kufanikiwa usiku wa manane kuwapata wahusika, na tunapozungumza hivi jeshi la polisi limeshawakamata wahusika wote na wako chini ya uangalizi wa jeshi la polisi kwa ajili ya kusubiria taratibu nyingine za kisheria kuweza kuchukulika. Na tukio hili kusema kweli ni tukio ambalo limeacha taswira hasi sana kwenye kijiji chetu, kuzingatia kwamba ni kijiji ambacho kina utulivu, lakini kimetiwa doa na tukio hili. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa Marangu Mashariki nitoe pole kwa familia iliyopoteza mpendwa wetu, na taratibu za mazishi zinaendelea, lakini niseme tu kwamba kama serikali ya kata na kijiji tutashirikiana na familia zote kuweza kuona namna ya kumhifadhi mwenzetu katika hali ya unajua linapotokea jambo kama hili kunakuwa na predictions nyingi. Wengi wanasema ni ugomvi wa kimapenzi, wengine wanasema ni ugomvi wa pombe. Ni tukio ambalo lilitokea majira ya saa 8 za usiku. Kwa hiyo mazingira ya baa kama hayo na vijana damu zinachemka, lazima kutakuwa na tashwishi na tafrani za hapa na pale. Na bahati mbaya sana ugomvi ulivyotokea wengi hatukuwepo, lakini taarifa za ndani zinazozungumza hapa mtaani ni kwamba kulikuwa na ugomvi wa kugombea mwanamke na uliopelekea sasa kufikia hatua hiyo. Na walikata umeme kwanza hapa nyuma usiku huo kabla ya tukio kufanyika, na walimburuza kutoka hapa kumpandisha mpaka pale juu, ndipo ambapo tukio lilenda kufanyikia. Na baada ya kumaliza kumuua wakaenda kujificha kwenye kibanda kwa kijana mmoja ambaye ni kichaa hivi, wakalala huko. Basi ndiko ambako walipokutwa na nguo za marehemu, simu, viatu vya marehemu na damu zimejaa. Ni mauaji ambayo hakika ukiona ule mwili ulivyo walimuondolea ule ubinadamu, ule utu uliondoka. Jina Edward Armantem aka Rock City kwa jina la kijiweni. Ndio. Okay, huyu alifariki, tunaambia amefariki kwenye mazingira magumu sana. Labda unye mlisikia alifariki kwenye mazingira gani? Mazingira ni magumu kweli. Alikuwa ni msela wetu, tunakaa naye hapa kijiweni. Bahati mbaya sasa Jumapili tulikopo naye, tunafanya naye kazi zetu hapa, tunaongea naye. Jioni ilipofika akaenda nyumbani kwenda kulala, akatoka akasema ngoja nikapate hata kinywaji kidogo. Sasa kuna masela sijui akamvamia kwenye hicho kiduka ambapo alikuwa anakunywa bia yake. Ndio. Baada ya hapo sasa ndo tunashangaa, asubuhi tunapigiwa simu tunaambiwa kijana wetu tumekuta amefariki kwenye mazingira ya kutatanisha, ambapo ni vijana walimvamia wakampiga. Walivyompiga ni walimuibia pia? Walimuibia viatu vyake, wakamuibia simu yake, wakambeba akamweka pembeni kwenye moram. Ndio kuna kijana akambeba, msamaria mwema akatokea akampeleka mpaka Marangu Hospital. Kufika Marangu Hospital getini akafariki. Ndio akapelekwa mochwari. Na watu baada ya hivyo walifanya msako? Vijana walifanya msako kwenye saa 10 hivi, vijana wakafanya msako, wakamtafuta mwenyekiti wa kijiji, wakaingia mtaani, wakamfuata mke wake yule kijana aliyomuua. Akamkuta mke wake akasema ameenda kazini. Kuna dogo mmoja akatokea akasema wamejificha kwenye nyumba fulani. Kwenda kwenye nyumba wakagonga, wakasema tunavunja. Yule kijana mmoja akafungua, kuna mwingine alikuwa amelala. Ule waliofungua kuna mwingine nyuma ya mlango akafanyaje? Ndo akataka kumkata yule kijana mwingine anaoingia ndani. Kuangalia nyuma akakutana naye, ndo akakamata panga. Ndo kamata pale akampiga
wakapiga wakaweka chini ya ulinzi, askari akaja akawachukua.